Mheshimiwa DC, karibu katika zahanati yetu ya Nkungwi. Tunaendelea na ujenzi na Nkungwi ni salama. Halmashauri ya wilaya Tanganyika, kijiji cha Nkungwi, sanduku la posta 1 Mpanda, tarehe 12 mwezi wa 3 2025. Taarifa fupi ya ujenzi wa jengo la OPD na RCH zahanati ya Nkungwi kwa Mheshimiwa Onesimo Busweru, mkuu wa wilaya Tanganyika, leo Jumatano tarehe 12 mwezi wa 3 2025. Taarifa ya ujenzi jengo la OPD na RCH. Kijiji cha Nkungwi kinaendelea kutekeleza mradi wa umaliziaji wa jengo la OPD na RCH zahanati ya Nkungwi, ambayo inajengwa kwa nguvu za wananchi, mapato ya ndani ya halmashauri pamoja na serikali kuu. Tumeshapokea milioni 90, ambapo milioni 50 ni kutoka serikali kuu na milioni 40 kutoka mapato ya ndani ya halmashauri. Gharama za mradi jengo la OPD na RCH zahanati ya Nkungwi hadi kukamilika jengo la OPD linakadiriwa kuwa litagharimu shilingi milioni 180, ambapo kiasi kilichotumika katika awamu ya kwanza ni shilingi milioni 11,723,600. Nimefurahi sana kuwaona mna salamu zenu. Niwape nisiwape? Tupe. Wangapi wanasema mko tayari kupokea salamu? Mtu ni mikono. Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Na salamu zake zishatangulia hapa kwa fedha zote ambazo zimeletwa hapa. Ukitazama na uliposikia milioni 50 imeletwa na Samia. Milioni 40 Samia. Milioni 2 mifuko 100 Samia, lakini muombaji wa hizo fedha ni nani? Lazima tumseme na tumpige makofi. Fedha zote hizo zimeombwa na viongozi wenu, viongozi wetu tuliowachagua. Tunaye mbunge Mheshimiwa Kakoso. Wangapi tunamfahamu? Tunamfahamu Mheshimiwa kwa Mama Samia. Fedha za maendeleo kutoka serikali kuu. Lakini Mheshimiwa diwani wetu pamoja na Mheshimiwa mbunge kwenye vikao vya halmashauri wakaomba na wakatenga fedha milioni 40 za kuja hapa. Kuja kufanya nini? Kujenga zahanati ya Nkungwi. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya wananchi wa kijiji cha Nkungwi ambao ni akina nani? Ni ninyi hapa. Wananchi oye! Furaha mlio nayo moyoni na mnayotamani itimie ni kuona zahanati imeanza kufanya kazi. Uongo? Ili kukaa chini ya mti huu ambapo unakuwa una uhakika mvua ikinyesha kuwe kumefutika. Tumeendelea kusimamia fedha hizi ambazo diwani wetu ameomba wa kata ya Sikwesa, ambazo Mheshimiwa mbunge Kakoso ameomba, na madiwani wengine kwenye wilaya nzima kata 16. Tumeendelea kujenga vituo vya afya, kujenga zahanati, kujenga shule, kujenga miradi ya maji. Na ninyi hapa Sibwesa mtakumbuka kwenye kata yenu pale Sibwesa makao makuu, Mheshimiwa Makamu wa Rais Dr. Philip Isdor Mpango alikuja kuzindua mradi wa maji. Lakini kama hiyo haitoshi, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan rais wetu ametoa tena fedha zingine bilioni 1 na milioni 800 kujenga mradi wa maji pale Kasekese utakaopeleka maji na kuongeza maji kwenye maeneo yote kuanzia Kaseganyama kwenda pale Kasekese kuja Sibwesa na kuja mpaka hapa. Ninyi hapa kwenye zahanati yetu tayari maji yamekwisha kufika. Kwa hiyo hata msipenda kwenda, ukipata kiu unaenda unafungua bomba, unakinga maji, unakunywa. RUWASA wamefanya kazi yao kwa sababu waliwezeshwa fedha za kutosha na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Siku ya leo ya Sariki. Sariki hii inatupatia fursa na nafasi sisi akina mama na akina baba na watoto wetu kuja kujifunza masuala yote ya lishe. Tule nini? Hapa tunachokitafuta sio kula kujaza tumbo. Tunajali nini tule kwa ustawi wetu sisi wazazi, lakini mtoto ale nini kwa ustawi wa mtoto. Mheshimiwa Rais anapambana sana kuhakikisha kwamba Watanzania wote
na watoto wachanga kuanzia wakiwa tumboni wanapata malezi na lishe iliyo bora. Na ndio maana wataalamu wetu wanazunguka na kila kijiji kila mwezi lazima tuwe na mkutano kama huu wa kujifunza na kuona kwamba ni kwa namna gani tunapiga hatua kwenye kuzingatia ulaji wa chakula katika makundi yote mangapi? 6. Wametuonyesha hii ni mboga nzuri sana. Inaitwa nini? Sangu. Na makundi yake mengine yote ya mboga za majani, ikiwepo msusa, ikiwepo chainizi, ikiwepo tembele. Hem, tutaje mboga zingine za majani. Mchicha nyingine, sukuma wiki, cabbage nyingine. Majina naitwa Lydia Ronald. Ni mkazi wa kukaa hapa Nkungwi, kijiji cha hapa kwetu Nkungwi. Tunamshukuru Mama Samia kwa kutuletea mradi wa hospitali. Tulikuwa tunapata tabu sana kwenda Sibwesa, lakini sasa hizi tunapata wepesi wa kuja hapa Nkungwi. Tunashukuru sana viongozi wetu pamoja na Mama Samia.